Mtazamaji, karibu sana kwenye kipindi cha Chumba cha Daktari hapa Informative TV. Kama ilivyoada, hili ni jukwaa mahususi kabisa kwa ajili ya kutoa elimu au kukupa elimu wewe mtazamaji wetu kuhusiana na masuala mbalimbali ya afya. Huko nyuma tumekuwa tukizungumzia mambo mengi na tofauti, lakini leo hiki ni kipindi maalum kabisa kwa ajili ya kutoa elimu na kuongeza uelewa kuhusiana na ugonjwa huu wa Mpox, ambao kimsingi taarifa kwa umma imetolewa hivi karibuni mnamo Machi 10 mwaka 2025 na Mheshimiwa Waziri wa Afya, Mheshimiwa Jenista Mhagama, kwamba ugonjwa huu hivi sasa umebainika kwa watu wawili ambao sampuli zao zimeonyesha kwamba wana virusi vya ugonjwa huu, na serikali ipo kwenye kampeni maalumu ya kuelimisha au kutoa elimu kwa jamii kuhusiana na ugonjwa huu, na sisi kama Informative TV tuko hapa kwa ajili ya kuunga mkono jitihada hizi za serikali kuhakikisha kwamba jambo hili linaeleweka kwa kina sana. Siko peke yangu, mgeni wangu leo ni kutoka Wizara ya Afya. Huyu ni mwanasayansi wa tiba au wanamuita medical scientist. Yeye anaitwa Ambele Mwafulango. Nafikiri sijakosea. Yeah. Nimelitaja vizuri kabisa. Yeye ndiye atakuwa na sisi, na pia yeye ni meneja mkuu wa maabara ya taifa, na atakuwa na sisi leo kutupitisha kwenye mambo mbalimbali kuhusiana na tatizo hili ambalo kimsingi limetangazwa rasmi na Waziri wa Afya. Karibu sana kaka. Asante sana. Asante. Kwa sababu lengo ni kutoa elimu kuhusiana na ugonjwa huu na wananchi wakaelewa kwa ujumla sana. Hebu kwanza jitambulishe kwa ufasaha zaidi, watu wakufahamu kuliko mimi ambavyo nimekutambulisha, lakini pili utueleze huu ugonjwa wa Mpox ni ugonjwa gani? Ni ugonjwa wa aina gani na historia yake ikoje? Asante sana. Kwa majina naitwa Ambele Mwafulango, ni meneja maabara ya taifa ya afya jamii, lakini ni mwanasayansi wa maabara za afya ya za binadamu. Nashukuru sana kwa kupata nafasi hii. Labda kwa kuanza tu niweze kuelezea kidogo ugonjwa wa Mpox ni ugonjwa wa namna gani au ni nini hasa. Ugonjwa wa Mpox hapo mwanzo uliitwa monkeypox. Huu ni ugonjwa ambao unasababisha matatizo kwa binadamu na wanyama. Kwa lugha ya Kiingereza au lugha ya kitaalamu tunasema zoonotic disease. Ni ugonjwa ambao unaathiri watu wote, binadamu pamoja na wanyama. Huu ugonjwa uligunduliwa muda mrefu. Uligunduliwa mwaka 1958 huko Denmark, kwenye maabara ambayo ilikuwa inafanya utafiti. Na ilikuwa nyani walikuwa wametoka Singapore. Kwa hiyo wakati wanafanya utafiti wakaja kugundua hivi virusi vya Mpox. Wakati huo wakavita monkeypox. Lakini kutoka mwaka 1958 mwaka 1970 ndio ikaja kupatikana kesi ya kwanza au maambukizi ya kwanza kwa binadamu, ambapo kwa hiyo binadamu alikuwa ni mtoto wa miaka 9 kutoka nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC. Huyu mtoto ndio kesi ya kwanza ambayo iliweza kupatikana. Kwa hivyo, lakini mwaka huo hazikupishana sana, kukapatikana kisa kingine tena cha Mpox kwenye nchi za Afrika Magharibi, kama nchi za Ivory Coast na nchi zingine ziko kule Afrika Magharibi. Kwa hiyo ndo historia ya kwanza ya huu ugonjwa wa Mpox ambao imekuwa ikiendelea mpaka sasa hivi, ambapo ugonjwa huu tumeweza kupata wagonjwa wa kwanza katika nchi yetu. Tunatambua kwamba kwenye taarifa ya umma ambayo imetolewa na Waziri wa Afya hivi juzi mnamo Machi 10 mwaka 2025 kwamba visa viwili tayari vimeshatambulika hapa Tanzania, kwamba watu wawili wamegundulika baada ya vipimo na uchunguzi kwenye maabara zetu, wamegundulika kwamba wana virusi hivi vya Mpox. Hali ikoje mpaka sasa, toka alipokuwa ametangaza mpaka hivi sasa, hali ikoje? Asante sana mtangazaji. Mpaka sasa hivi bado wale wagonjwa wanaendelea kupatiwa matibabu, wanaendelea kupatiwa huduma, na ni labda tu niseme kitu kimoja, ni kwamba mpaka kupatikana wale wagonjwa sio kwamba walikuwa ndio wale au kazi imeanzia pale. Hapana, serikali ilishaanza kazi muda mrefu. Maabara ya taifa ilianza kazi muda mrefu na Wizara ya Afya, ambapo ilikuwa inafanya ufuatiliaji wa watu wote
wanaoonekana kuwa na dalili zinazoviashiria vya kwamba huyu mtu anaweza kawa na ugonjwa wa mpox. Kwa hiyo wakati tukiwa kwenye huo utaratibu wa kufuatilia, ikatokea hawa nao walikuwa ni sehemu ya wale watu ambao wanafuatiliwa baada ya kupewa taarifa. Na bahati mbaya au nzuri, nasema nzuri kwa sababu kuwapata mapema, tusingeweza kuwapata, ilikuwa ni bahati mbaya. Kwa nzuri ni kwamba tukaweza wakaweza kupatikana kwamba wana maambukizi na huduma zimeendelea kuchukuliwa kwa juu yao. Na hizi dalili ambazo kimsingi labda mlizigundua kwa watu hawa, mpaka sasa hakuna watu ambao wameonekana na dalili kama hizo katika harakati zenu za kufuatilia? Katika harakati kama nilivyosema mwanzoni, dalili watu wanakuwa na dalili. Ikumbuke kwamba ugonjwa wa mpox dalili zake sio za kipekee, ni dalili ambazo zinalingana na magonjwa mengine. Na kimsingi hilo ndio lilikuwa swali linalofuata. Dalili zipi za ugonjwa? Sawa. Sasa nitalifafanua na hilo. Kwa hiyo kwa sababu dalili zake zinalingana na magonjwa mengine, kwa hiyo tumekuwa tukipata watu wenye dalili, na hata baada ya pale na baada ya watu kutangaziwa na kuhamasishwa, nashukuru sana kwa vyombo vya habari, vimejitahidi sana kuhakikisha kwamba watu wanapata taarifa. Kwa baada ya kuhamasisha, watu wengi wamekuwa wanatokeza sasa kuonyesha kwamba watu wana dalili hizo, na kwenda kwenye vituo vya afya ambapo tunachukuliwa sampuli sasa kuleta au kupelekwa maabara ya taifa kwa ajili ya kuweza kupima. Lakini dalili zenyewe kubwa, kunakuwa na homa. Mtu anakuwa na homa. Ukiangalia mtangazaji, hizi ndio maana nasema dalili zake hazipo, sio za pekee sana. Anakuwa na homa, anakuwa ana tatizo kwenye koo, vidonda kooni, lakini anapata maumivu ya misuli, mgongo, lakini mwisho wa siku anakuwa anatengeneza rashes. Rashes, anatengeneza mapele, anaota mapele au vidonda kwenye mwili wake. Kwa hiyo vinapotoka hizi ndio dalili za mwanzo ambazo zinafanya mtu aweze kuona kwamba kuna haja ya kwamba sasa niende nikapatiwe matibabu, au niende kwenye kituo cha afya nikaangaliwe zaidi, ikiwezekana nipatiwe vipimo kuona kwamba na huu ugonjwa wa mpox. Kwenye hizi dalili tumeona picha nyingi ambazo zipo kwenye jamii sasa, hasa na hii imetokana na jitihada za wizara kuhakikisha kwamba inasambaza vipeperushi kuonyesha dalili mbalimbali, na hasa hili swala la vipele. Umetaja dalili za mwanzo, na hivi vipele navyo ni dalili za mwanzo au ni matokeo ya baadaye baada ya zile dalili za mwanzo? Asante mtangazaji. Hii mapele ni sehemu ya dalili za mwanzo, kwa sababu kwa kawaida ugonjwa mtu baada pale anapoupata nategemea wiki ya kwanza, baada ya wiki ya kwanza siku 7 za mwanzoni lazima aanze kutoa hizi rashes. Kwa hiyo hizi nazo ni dalili za mwanzoni. Pale anapoanza kuonyesha homa na nini, kinachoanza kufuata ni vipele ambavyo vitaanza kutoka kwa spidi ambayo kwa uharaka ambao sio wa kawaida, na katika sehemu zote za mwili wake zimetoka hivi. Kwa hiyo nazo ni dalili, ingawaje mwanzoni zinaanza homa, kuumwa kichwa, then zinafuata hizi, lakini havipishani sana. Tunapozungumzia kwa mfano hivi vipele, ni vipele ambavyo ni sawa labda na vile vya surua au tetekuwanga, au hivi ni vipele ambavyo vina utofauti kidogo? Ya vina, kwa mtaalamu ambaye wataalamu ambao sasa ndio tunasema tuaende kwenye kituo cha afya, pale ndo anaenda kuona utofauti uliopo. Kuna tofauti kidogo kati ya vipele, lakini vingi sana vinafanana. Vinalingana, uwezo kutofautisha kwa mtu, ila mtaalamu akienda kuangalia, na mwenyewe hata wataalamu wenyewe bado tukiangalia pale vinaweza vinakuchanganya. Ndio maana mwisho wa siku ni kuchukuliwa kipimo na kwenda kupima, lakini baada ya kuangalia vile viashiria vingine, kama nilivyosema, tukiangalia hivi vitu vyote, kuna kitu kingine cha ziada ambacho huwa tunakiangalia kwamba huyu mtu ana historia hipi tena. Kwa hiyo utapoulizwa wewe umetoa, kwa sababu tunategemea ni magonjwa ya maambukizi. Ndio. Unaweza sema nilikuwa kuna mtu fulani, nilikuwa nimeenda fulani nikakuta kuna watu nao walikuwa naumwa hivi. Kwa hiyo inazidi kuonyesha kwamba hii inaweza kawa ni tatizo lenyewe. Kwa ndio maana tunahitaji sana watu wafike kwenye vituo vya afya. Na vituo vya afya hivi ni vituo vyote, hata vile vituo vya chini kabisa vya afya ambavyo labda ni zahanati na nini, au lazima waende kwenye hospitali kubwa hizi? Kinachohitajika uende kwenye kituo chochote cha afya kilicho jirani. Kwa sababu ukienda kwenye kituo cha afya kilicho jirani, pale kuna watu ambao watajua kabisa kwamba hii kesi au hii tatizo hawaliwezi.
watakupeleka kwenye sehemu ambayo ni sahihi kama inatokea namna hiyo. Lakini napenda kushukuru tu kwa jitihada ambazo zimewekwa na nchi yetu, ni kwamba sehemu atakapofika mtu kwenye kituo cha afya ambacho ni cha chini au ambacho akiwezi kufanya vile, wale wanafanya mawasiliano katika sheria za sheria za afya zina discourage sana au zina hazihitaji sana kusafirisha mtu ambaye mmeshaanza kumuona anatia wasiwasi. Ni vizuri akiweko pale pale basi huduma imfuate pale. Kwa hiyo watakuja wataalamu, jopo litaangalia pamoja, tutasema kwamba hapana, hii ni kesi ambayo tunatakiwa tuipeleke mahali. Kwa hiyo aende kwenye kituo chochote cha afya kilichoko jirani. Labda tuzungumzie kwa ufupi na hapa tunahitaji kidogo ufafanuzi. Huu ugonjwa unaenea kwa namna gani kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mtu mwingine? Okay, asante sana. Nashukuru. Hilo ugonjwa huu labda hata naweza kuelewa. Ugonjwa huu unaenea kwa njia ya contact tunasema, au kwa njia ya kugusana. Kwa njia ya kugusana. Sasa njia ya kwanza ni inawezekana kugusana mtu na mtu. Yaani mtu mwenye maambukizi au akaweza kumwambukiza mtu mwingine ambaye hana maambukizi kwa njia ya maji ambayo yako mwilini kwake. Lakini njia ya pili anaweza kaipata huyu mtu kwa mazingira. Mazingira nikimaanisha kwamba kama itatokea uchafu au mtu ambaye alikuwa ana matatizo aka-contaminate au akachafua eneo fulani, alafu huyu mtu mwingine ambaye ni mzima anaweza akapata maambukizi kutoka sehemu ile. Lakini ya tatu ni hiyo ambayo tunasema ni kutoka kwa wanyama. Kama kuna wanyama ambao wameathirika na huyu mtu katika hizo kuwindaji au kumwandaa yule mnyama, anaweza akapata hayo maambukizi. Hizo ni njia kubwa za maambukizi. Lakini katika hizo njia tukienda kwenye njia za mfano za kukutana au za tunasema contact na mtu, kuna njia zimekwenda tena kwenye, tunaweza tukazishusha chini kidogo kwamba kusalimiana na mtu ambaye ana maambukizi, lakini vile vile kujamiiana, njia za ngono za kapata, lakini kutumia vifaa kutumia taulo kuchangia vile vifaa ambavyo na mtu ambaye ameathirika, au kulala kwenye sehemu ambazo pia yes au kulala pamoja au kulala sehemu ile, yoyote inaweza kuleta ni vitu moja vya maambukizi. Tunatambua kwamba yanapolipuka magonjwa kama haya kuna makundi ya watu ambayo huwa yanaathirika kwa kiwango fulani kwa haraka zaidi kuliko makundi mengine. Kwenye ugonjwa huu wa Mpox, ni makundi gani sana ya watu kwenye jamii ambayo yanaweza kuwa yako kwenye hatari kubwa sana ya kupata maambukizi kwa haraka kuliko makundi mengine kitaalamu? Yapo makundi ambayo yana changamoto. Kundi la kwanza ni watoto. Watoto wadogo, hata hizi tunasema fanya hiki. Mtoto mdogo yeye hizo anakuwa haelewi. Kwa hiyo watoto ni kundi mojawapo ambalo ni kundi hatarishi kwa kuweza kupata haya magonjwa. Lakini tuna makundi mengine ambayo yako kwenye hatari zaidi, ni watu wenye upungufu wa kinga mwilini, wagonjwa wenye HIV, wagonjwa wenye saratani. Hawa wote wako kwenye riski vile vile ya kuweza kupata haya magonjwa. Lakini wajawazito na wenyewe, kwa sababu nao wako kwenye magrupu ambayo tunasema wenye riski. Lakini zaidi ya yote ni watu wale wenye wapenzi zaidi ya mmoja, wapenzi wengi, hao wanakuwa kwenye riski, nao ni riski yao ni kubwa. Lakini in general kila mtu yupo kwenye riski, ila haya makundi yako tunaweka kwenye riski zaidi, na hata wakipata magonjwa haya makundi athari zake zinakuwa ni kubwa zaidi kuliko wengine. Mtazamaji, unaendelea kupata elimu kuhusiana na ugonjwa huu wa Mpox, na kimsingi maarifa haya ambayo yanatoka kwa mgeni wetu hapa ni muhimu sana kwa wewe kuyafuatilia ili uweze kuwa na utambuzi na kujua nini cha kufanya. Tunaposema haya magonjwa yameingia, maana yake pia kuna namna ambazo ni za kujikinga kabla ile njia mahususi au rasmi ambazo zinatolewa au unaenda kuzipata hospitalini. Mtu anaweza kufanya nini ili ajikinge na maambukizi ya ugonjwa huu?
Okay, asante sana. Ya, kuna njia nyingi za kuweza kujikinga. Tukiangalia zile tumesema namna ya kuambukiza, basi kinyume chake ndio inakuwa namna ya kuweza kujikinga. Lakini kitu kikubwa ni kwamba kwanza watu waepuke kugusana. Na ni kwamba kipindi ambacho kipo kinakuwa na tayari kuna maambukizi, basi watu wajitahidi kuepuka kuwa na mikusanyiko ambayo au kugusana, sasa kusalimiana, tupunguze kidogo kusalimiana, tupunguze kuweka mazingira yote yanayotufanya tuweze kukutana, tuepuke kushare vitu. Tuepuke kushare vitu, bedsheet, vitanda, vitu kama hivyo, tuepuke yote. Lakini basi ngono zembe, wapenzi wengi na wenyewe ni changamoto na itakiwi kuweza kuwepo katika hicho. Lakini kingine ni kutoa taarifa. Okay. Kutoa taarifa ni kitu cha muhimu sana. Yaani katika kinga ambayo ni kubwa, ukitolea taarifa, mtu akihudumiwa anapunguza kwenda kuwezekano wa kupata watu wengi. Kwa hiyo hizo zote ni namna mbalimbali. Kwa maana yake mtu anaweza kujikinga yeye, lakini pia akawakinga na wengine. Yeah. Na kwenye vituo vya afya na kwenye kuna miongozo ambayo tumeweza kuiweka hata kwenye vituo vya afya kwamba watu waweze kujikinga, lakini mhudumu yote wa afya aliyeko sehemu ile, kazi yake hakikisha yeye mwenyewe anakuwa salama. Lakini anapokuwa salama, hakikisha na wagonjwa wale au watu wote wanaokuja katika hospitali wako salama. Kwa hiyo yeye ni mojawapo kuangalia kwamba vinapatikana vifaa kwa ajili ya wale watu yeye mwenyewe, lakini wale watu wanapokuja hata kuweza kutenga. Mfano uko hospitali pale, nesi anayepokea mgonjwa anakuja, unamuona kabisa mgonjwa yuko katika hali, basi kuna kitu tunasema triaging. Triaging ni kupanga watu wa homo utaweka hapa, wa hivi utaweka hapa, ili waweze kuhudumiwa na nyie katika kuwa monitor au kuangalia kwa urahisi zaidi. Kwa hiyo maana yake ni kwamba serikali imejipanga katika hilo kwenye vituo vyetu hivi vya afya. Ni kwa namna gani serikali imejipanga katika hilo? Okay, asante sana. Kwa kweli tunakusema kwamba tunashukuru kwamba ugonjwa umetupa nafasi, umetupa muda sisi wa kujiandaa. Toka ulivyoanza mwaka 2022, ulivyotokea kwenye nchi za majirani zetu, tulianza kuchukua hatua za kujiandaa. Umetokea mwaka 2023, 24, sisi tukiwa tunajiandaa, tunaangalia wenzetu wanafanya 2022 kwa majirani zetu wapi? Kwa majirani zetu Kongo ilikuwepo ugonjwa kutokea Kongo 22. Kwani Kongo toka ambapo kisa cha kwanza mwaka 1970 kama ambako umeeleza mwanzoni, ugonjwa ulipotea afu baadaye ndio ukaja kutokea mwaka 2022? Hapana, haukupotea, ulikuwa unapotea, unakuja unaondoka. Tuseme ugonjwa kama huwa monkeypox au mpox. Haya ni magonjwa tunaita ya re-emerging disease. Kwa sababu kuna magonjwa tunaita emerging disease, ni yale mapya, lakini kuna re-emerging ambayo yanapotea alafu yanaibuka tena. Kongo imekuwa na haya magonjwa yakitokea mara kwa mara. Kwa hiyo kuna miaka hapa katikati imeendelea kutokea Kongo, lakini kuna kipindi kwa silence, lakini 2022 ndio ulilipuka tena, na 2022 ulikwenda ukasambaa na nchi nyingine nyingi za Ulaya. Lakini ulivyokuja mwaka 2023 ndio ukawa mkubwa zaidi. Na ndio kipindi ambacho sasa serikali pia ilianza sasa kuchukua hatua. Tulianza toka 2022. Hata kati yani ni kwamba serikali hata kukitokea ni kidogo kiko sehemu. Serikali inaanza kuchukua hatua. Kwa sababu hizo nchi ambazo tunazunguka pamoja. Kwa hiyo ilianza kuchukua pale, lakini 2022 tukaongeza nguvu zaidi ya kuhakikisha kwamba tunaweza kuangalia hiki kitu. Kwa hiyo katika hilo ni kwamba kulikuwa na mafunzo mbalimbali yakiendelea kwa watu mbalimbali nchini, wakiambiwa kwamba endapo inatokea tatizo basi waweze kutambua. Lengo kwanza sisi kubwa sana ilikuwa ni kutambua mapema, kwa sababu ugonjwa upo nchini. Endapo atatokea mgonjwa au atatokea mtu ataingia nchini, tuweze kumtambua mapema. Hiyo ndio ilikuwa target kubwa sana. Kwa hiyo katika hilo ili waweze kutambua, lazima hao wote wapatiwe elimu. Kwa hiyo naweza kusema kwamba kwa asilimia kubwa watu wapata elimu, lakini hata kama vituo ambavyo watakuwa hawana elimu ya kutosha, lakini wanajua nini cha kufanya wanapoona kitu ambacho sio cha kawaida. Ndio maana wanajua jinsi ya kuwasiliana na level iliyoko juu yao ili wapate support. Na vipi kuhusu chanjo? Kwa sababu tukiangalia kihistoria toka mwaka 1958 wakati ambapo ugonjwa unagunduliwa kwa mara ya kwanza huko nchini Canada kama ambavyo umesema hapa, na
kisa cha kwanza mwaka 1970 nchini Kongo. Mpaka sasa ni miaka mingi sana. Katika kipindi hiki maana yake ni kwamba uwezo wa kupatikana kwa chanjo upo duniani. Je, chanjo ya ugonjwa huu ipo kwa maana ya duniani au hata hapa nchini kwetu, na kama ipo inapatikana wapi? Okay, sawa. Labda niseme WHO au shirika la afya duniani kwenye magonjwa haya lazima lianze kuandaa mambo ya chanjo na vitu kama hivyo. Na chanjo huwa zina utaratibu wake ambazo kila nchi kutokana na ukubwa wa tatizo na nchi kutokana na uhitaji wake inaweza ikalichukua. Lakini shirika la afya duniani lina chanjo ambazo ilikuwa imeziandaa, na baadhi ya nchi ambazo zimeathirika sana kuna nchi ambazo zinakuwa zinazotando zinatumia. Kwa hiyo huwezi kusema kwamba kama vile ilivyokuwa COVID kwamba ndo zinaanza kutengeneza sasa hivi. Okay. Na hata ukiangalia kisa cha kwanza kile kilichotokea Kongo ilikuwa ni kwenye mpango wa ile tunasema eradication ya smallpox. Kulikuwa na ugonjwa ambao ulikuwa sasa kwenda kutangaza kwamba haupo. Okay. Ndio wakati ile unataka kutangaza ku eradicate ndio kama imeibuka hii mpox. Yeah, kwa hiyo WHO wana chanjo na mashirika chanjo duniani huko yanazo chanjo wanazifanya, lakini kila nchi ina namna yake ya kuangalia, wanafanya kitu risk assessment, kuangalia iko vipi na kuona kama kuna uhitaji au hakuna uhitaji. Okay. Na labda kwa msisitizo kidogo ili Watanzania waweze kuelewa, na hii ni pati muhimu sana kwenye ile sehemu ya dalili tulipozungumzia kuhusu dalili. Hizi dalili hadi anazipata mtu mpaka zinaanza kujitokeza kwamba sasa anaanza kuona hizo dalili, inachukua muda gani? Okay, asante sana. Dalili zinachukua kuanzia siku baada ya siku 4 mpaka siku 21. Okay. Kwa hiyo mtu anapopata maambukizi ya mpox tunategemea baada ya siku ya 4 anaanza kuonyesha zile dalili zote. Dalili zinaanza kuanzia siku ya 4 mpaka siku ya 21. Ikifika siku ya 21 hajaonyesha dalili, basi huyo mtu hakuwa na maambukizi, hakupata maambukizi. Kwa hiyo ndio muda ambao tunauangalia, na niseme katika huo muda ndio ambao tunautumia vile kufanya maamuzi kwamba sasa hawa watu, huyu mtu yuko salama, anaweza akaendelea na shughuli zake za kawaida, hata kukutana na watu na vitu kama. Na sasa tuzungumzie hatua za serikali katika kudhibiti ugonjwa. Tunajua kwamba kuna hatua ambazo zimechukuliwa toka kipindi cha mwaka 2022 mpaka hivi sasa, na hasa baada ya hivi visa viwili kugundulika. Ukiacha hizi ambazo umezielezea, mkakati wa serikali na jitihada za serikali katika kuhakikisha kwamba huu ugonjwa hauenei zaidi ni zipi hasa? Asante. Wizara ya Afya, of course, kuna kitengo cha emergency, lakini tunashukuru waziri mwenyewe yuko mstari wa mbele katika hilo, na viongozi wengine wa wizara katika kuhakikisha kwamba zile njia zote ambazo zilikuwa zimewekwa basi zinaamshwa. Yani tuseme kwamba unaamsha vitu vyote, kwa sababu miongozo yote ilikuwa ipo na nini, basi kuhakikisha tu kwamba inaweza kufanyiwa kazi. Kwa hiyo kwanza ni kuwakumbusha wahudumu wa afya kuendelea kuwa macho na hili tatizo, wasiliache. Hilo kitu cha kwanza. Lakini kingine, juhudi nyingine tunatumia ni kwamba sasa wananchi waweze kuibua kesi. Unajua mara ya kwanza nguvu kubwa inakuwa ni kuangalia sana tatizo lisiingie. Lakini sasa kama hivi tatizo tayari kuna mtu ameshapatikana ndani ya nchi, hajapatikana mpakani, amepatikana ndani ya nchi. Kwa kama amepatikana huyu, ina maana kwamba lazima na huku ndani kuweza. Ndio maana kama serikali inahamasisha, na ni mojawapo kama hivi ambao tunakuja kwenye vyombo vya habari na kujaribu kufikisha ujumbe kwa wananchi kwamba kuna tatizo hili lipo, hebu waweze waweze kuchukua tahadhari, lakini vile vile waweze kutoa taarifa kama kuna shida yote iko mahali pale. Lakini katika hilo, sio tu katika hilo namna hiyo, hata endapo inatokea kuna mgonjwa au kuna tatizo linapatikana, serikali ipo tayari kumhudumia mpaka aweze kupona. Kwa hiyo kuna kuhudumia mgonjwa, lakini vile vile kuna kuzuia mgonjwa usiende kwa watu
watu wengine. Kwa hiyo hii ni kazi ya serikali inaweka pale, lakini serikali ni sisi watu ambao ni raia, ambao sisi bila sisi kufanya nafasi yetu tutaweza kufikia lile lengo ambalo limewekwa na serikali. Na vipi kuhusu matibabu? Ugonjwa una matibabu kwa maana ya kwamba ni matibabu kamili yanayotibu ugonjwa huu, au kuna matibabu tu yale ya awali na vitu kama vile, na hayo matibabu yanapatikana wapi hasa? Okay, asante. Hakuna matibabu specific kwa ajili ya mpox, lakini wanasema tunatibu symptomatic. Ina maana kwamba mgonjwa anapopatikana na hakikisha kwamba kuzuia ugonjwa usiendelee au kutibu zile dalili. Kwa Kiswahili nadhani Kiswahili kizuri nasema kutibu au kushughulika na zile dalili. Huyu mtu anakuwa na homa kali, anakuwa na maumivu ya viungo, anakuwa na mapele. Kwa hiyo kikubwa cha kuhakikisha kwamba mna relieve zile homa. Then kutibu yale mapele, kutibu yale madonda ambayo anayapata, kwa sababu madonda ukiyaacha akiendelea vile, madonda yanaweza kusababisha sasa baadaye huyu mtu anaweza akafa, lakini akafa sio kwa sababu ya mpox. Atakufa kwa sababu ya yale magonjwa mengine yaliyonyemelea pale. Kwa hiyo atakufa, atakuwa vidonda, atakuwa madonda makubwa, atapata shida, lakini vile vile atashindwa mwili wake kama hauna kinga nzuri, atapata vikoo. Hiki huba ndio iko pale, lakini anaweza kupata shida kubwa, anaumwa kichwa, anaumwa homa na vitu kama. Kwa hiyo matibabu makubwa yanafanyika katika vile, wakati huo kiendelea kupatiwa dawa ambazo zinamsaidia mwili wake uendelee kupambana na huu ugonjwa. Na tunaona kwamba hizi kesi pia zinaweza kupatikana kwenye mikoa ambayo iko mipakani. Ndio hivyo. Na wataalamu wetu wakubwa ambao maabara zenu zipo huku. Na kule of course wanapimwa kama ulivyosema. Lakini ikabainika kwamba kwa mfano ndo ana hivyo virusi kule. Hawa madaktari wetu na wataalamu wetu waliopo kwenye hizo zahanati wanajua nini cha kufanya, wanajua watibu nini kulingana na maelezo yako ambayo umeyasema. Nashukuru sana mtangazaji, kwa sababu kilichopo kuna miongozo. Okay. Kuna miongozo mbalimbali ambayo imewekwa, ambayo miongozo imeshuka mpaka sehemu zote. Sawa. Miongozo imeshuka. Kwa hiyo yule aliyepo mpakani, aliyeko mkoani, aliyeko mbali, kuna mwongozo ambao unamuongoza, ambao tunasema standard operating procedure. Lakini kuna miongozo vile vile ya treatment. Hii tunasema kwamba hakuna dawa kamili ya kutibu mpox, si ndio? Lakini kuna hata hizo supportive treatment ambazo anazipata mtu, na zenyewe zina mwongozo. Kwa sababu sio kwamba kwa sababu hakuna basi unaweza kutumia kila kitu. Hapana, kuna mwongozo ambao anajua kabisa kwamba hizi atakapotumia huyu mtu mwenye hili tatizo, basi hizi zitakwenda kumponyesha. Ndio maana usikae kwamba hakuna basi nikae tu na homa wenyewe nyumbani nini. Hapana. Kuna mwongozo wa matibabu lakini ambao utamsaidia yule koja kutibu. Huo upo kuanzia ngazi ya chini, mipakani, kote ipo. Na hata mwongozo unaonyesha kwamba akipatikana huyu mtu ashughulikiwe au hahudumiwe kwa namna gani. Yote hiyo miongozo ipo. Kuna majanga ambayo yameikuta dunia huko nyuma, ikiwa ni pamoja na taifa letu likiwa ni mojawapo, ambayo yalipelekea watu kuwekwa katika maeneo maalum kwa maana ya karantini. Tunakumbuka ilivyokuwa COVID. Watu walikuwa karantini na anakaa kwa muda fulani mpaka afanyiwe matibabu. Vipi kuhusiana na ugonjwa huu wa mpox? Kuna ulazima wa mgonjwa anayebainika kuwa na sio tu viashiria, lakini amebainika kuwa na huo ugonjwa akakaa karantini, na kama akikaa huko anakaa kwa muda gani? Okay, asante sana mtangazaji. Kwa kweli ukiangalia ugonjwa tu ulivyo leo, ukisema kwamba huyu mgonjwa umeshampima ana mpox, alafu kumwambia endelea na shughuli zako kama kawaida, nenda Kariakoo, nenda wapi nini, aendelee na vitu vyake, hata kama umekuwa na nini utakuwa umekosea. Kwa hiyo kwa kawaida huyu mgonjwa anaelekezwa, anaambiwa na anakuwa na isolation. Yani anakuweka hiyo kama tunasema quarantine, lakini tunasema isolation. Isolation na maana anakaa kwenye eneo ambalo hataweza kuambukiza wengine. Kwa hiyo kuna miongozo ambayo ipo sasa hivi. Kuna miongozo ambayo sio kwamba wanaweza kaweka anaweza akawekwa kwenye isolation center special, lakini wanaweza kawa isolated at home. Kwa kuna namna ambayo inawekwa huyu mtu asiweze kuambukiza wengine. Kubwa sana anapewa elimu. Akipewa elimu na yeye mwenyewe kwamba bana wewe unatakiwa walinde na wenzio.
na watu wengine. Kwa hiyo isolation kama unasema au quarantine hiyo ipo, itakuwepo, lakini inaweza sio tofauti labda na nyingine za magonjwa mengine. Magonjwa mengine ambayo yapo, kwa sababu hii kumbuka, hii inatakiwa contact. Hii inatakiwa watu wagusane. Unaona? Kwa hiyo huyu mtu atakuwa isolated, then akiwa isolated kila baada ya muda fulani anaendelea anatibiwa na anaendelea kufuatiliwa maendeleo yake. Atakapoonekana kwamba sasa amepona, kwa sababu ataonekana amepona, atachukuliwa vipimo tena. Kwa vipimo hivyo vitaenda kupimwa, akionekana iko negative, then huyu mtu ataendelea na ataambiwa tu aendelee na kazi yake, lakini akiendelea kuchukua tahadhari zingine. Hivi ugonjwa huu ukiacha madhara mengine unaweza kupelekea kifo? Na kama unaweza kupelekea kifo kwa mtu ambaye ameupata toka ambapo amepata huu ugonjwa, kama hajapata matibabu yaliyo sahihi, anaweza kufikia ni muda gani inachukua mpaka kumletea hiyo athari ambayo tunaisema hapa? Okay, asante mtangazaji. Ugonjwa huu labda niseme tu hata watu waelewe. Ugonjwa kama tunasema ni self limiting. Ugonjwa huu mtu akienda tu kwa nani za kawaida ndogo, akiwa na kinga yake vizuri, ugonjwa huu hauui sana. Hauui tu. Yani unaua, lakini kutokana lazima kuwe na unaweza kufikiria kupenda kuua, lakini kiujumla watu wengi sana wanapona. Okay. Yani watu wanaopata wanapona. Mfano nikupa saizi hapa, kuna takwimu kidogo tu, ni kwamba duniani toka mwaka 2022 mpaka sasa hivi watu waliopata ni 100,000, takwimu zilizorekodiwa ni 129,072, ni data mpaka Januari 31. Hii ni kwa dunia nzima. Dunia nzima. 129,172. Na kumekuwa na vifo 283. Lakini nchi zilizo report hapo kabla ya sisi hatujaingia, na sasa hizi tutaongeza kwenye idadi pale. Nchi zilizo report dunia nzima zilikuwa ni nchi 130. Okay. Kwa nchi 130 tunaweza kusema nini? Of course kupoteza kifo cha mtu mmoja ni hakitakiwi kipotee. Yes. Lakini ukiangalia kati watu 129,172 kumekuwa na vifo 283 kwenye nchi 184. Na ukiangalia katika hivi vifo unaweza kukuta kuna vitu ambavyo vilikuwa vya ziada. Vitu vya ziada ni kwamba kuna magonjwa yenye merezi. Watu labda walikuwa hawakufuata utaratibu, lakini walikuwa labda na magonjwa kama visukari, labda na magonjwa kama kansa, lakini HIV, CTB. Kwa hiyo hawa watu unakuta wanakwenda kwenye ile pale. Ingawaje hatuwezi tukisema hiyo case fatality rate yetu ni ndogo, lakini hatuwezi kuiondoa. Inaweza kuwa katika ndogo ukawa ndio hiyo. Yes. Kwa hiyo ni lakini ukiangalia severity yake sana, of course wanaumwa. Tunasema sio kwamba eti ni homa, mtu anaumwa kweli. Anaumwa kweli, anapata shida, lakini tunasema vizuri ni self limiting. Yeah. Kwa hiyo hapa cha muhimu kikubwa sana kwa watu kwenye jamii ni kuhakikisha kwamba wanasimama kwenye hii elimu ya kufuatilia, yes, kujua dalili, lakini pia kuchukua hatua ya kwenda kutoa taarifa na kwenda kwenye vituo vya afya. Mtazamaji, ni muhimu sana kujifunza hivi vitu, kwa sababu unaweza ukapata dalili za magonjwa haya na ukapuuzia na ukajikuta hauchukui hatua ambazo wataalamu wetu na Wizara ya Afya inasisitiza, ukajikuta wewe ndio unakuwa sehemu ya kwanza sasa ya kuathirika na ugonjwa huu. Kama ambavyo inaelezwa ni kwamba ugonjwa ambao unatibika na tiba yake na matokeo mazuri kabisa. Kwa hiyo ni muhimu sana kwenda kupima, lakini pia kwenda kwenye vituo vya afya. Hebu tuzungumzie athari sasa za ugonjwa huu kwenye jamii husika. Kwa mfano kwenye athari za ugonjwa wenyewe sasa. Kama kwa mfano hatutachukua hatua na ugonjwa ukasambaa kwa kiwango kikubwa, jamii zetu zinapata athari gani? Lakini pia kama nchi tunapata athari gani? Lakini pia kimsingi hata ukanda huu wa Afrika ya Mashariki tunaathirika kwa namna ipi? Okay, asante mtangazaji. Athari na shughuli umelileta. Kuna athari kubwa sana kwenye hii ugonjwa, kwa sababu kwanza unapokuwa na jamii yenye maradhi ni changamoto. Ina maana kwamba utendaji kazi, shughuli za kiuchumi zitasimama. Hakuna uzalishaji utakao kuendelea hapa. Na ninaposema kwamba ni ugonjwa wanaumwa, watu kweli wanaumwa. Kwa sababu usiangalie kwamba wamekufa wangapi, lakini angalia watu wanaumwa ni muda gani ambao wanakuwa wanaumwa. Kwa hiyo kuna athari ya kwanza ni kupoteza ni muda
ambao hawa watu watakuwa uzalishaji utakuwa hakuna, lakini kuna kupoteza resources, kupoteza matibabu. Hawa wanahitaji matibabu. Hawa watu wana shughuli zao, wanatakiwa wakahudumie familia zao na vitu kama hivyo. Kwa hiyo hiyo ni athari nyingine. Lakini kingine inaweza ikaleta, unajua haya magonjwa ya virusi, kwa nini tunakuwa tunatilia nani sana whatever. Yana shida ya virusi, wana shida ya kubadilika. Virusi wana shida ya kubadilika. Kwa maana ya umbo au wanabadilika utendaji kazi wao. Mfano kama mpox kama nilivyosema, tuna mpox type 2, yani tuna aina mbili ambazo ni kubwa. Tunaziita clade 1 na clade 2. Clade 1 imegawanyika A na B. Kwa hiyo unakuta kwamba hii yenyewe ukiangalia unaweza kupata ile, lakini ukuta nyingine ni very severe, nyingine sio severe. Mfano hii tu clade 1 na clade 2. Unaweza clade 1 na clade 2. Clade 1 case fatality rate yake ni kubwa. Yani unaua zaidi. Yani ina maana kwamba yenyewe inakwenda mpaka nadhani kwenye 2 to 10%. Sawa. Kwa kama inaua 2, ina maana kwamba kama watu wakipata ugonjwa na clade 1, ina maana watu watakufa sana. Wakipata clade 2 unaweza wakawa haiui sana. Lakini sasa hivi tunapofanya utafiti, hizi vitu zinabadilika. Mfano ukiwa na wagonjwa kisha kuwa wengi, ikienda kuna uwezekano kile kirusi kikabadilika. Na kikibadilika mara nyingi sana kirusi yani kitu kibadilika kinaweza kaa kwenye sehemu hizi mbili. Unaweza kubadilika ukawa mbaya sana, au unaweza kubadilika ukawa mzuri. Kwa maana ya nini ugonjwa? Yes. Yani ninaposema mzuri ni kwamba unaweza kubadilika ukawa ugonjwa ambao tunaupata tu. Yani watu wanaumwa sasa hivi, lakini hiyo wanaumwa kama vile mafua haya. Unakuta mafua haya huko nyuma yalishaua watu sana. Lakini baadaye kile kirusi kimebadilika, kimekuwa kirusi rafiki. Lakini kinaweza kubadilika kikawa kirusi kibaya. Kwa hiyo kikubwa tunavyojaribu kucut transmission ili kuondoa kwa hawa watu wanavyotumia hizi, wanavyokwenda kwenye miili yetu inavyozidi kupambana, kwa sababu ndani kirusi nacho kinapambana kutafuta namna gani kisiuawe. Ndio maana athari kubwa sana sisi kisayansi tunasema kwamba tunajitahidi tu cut transmission isiendelee. Sababu kitakapobadilika ujui, kama tungekuwa tunajua kwamba kitabadilika kitakuwa kizuri, tungesema kiache. Kiende alafu baadaye kibadilika kinakuwa kizuri. Lakini inaweza badilika ikawa kibaya. Ndio maana athari nyingine ambayo tunaiona. Kwa hiyo kwenye swala la kiuchumi litagusa. Tutatumia hela nyingi sana kutibu, lakini vile vile tutapoteza, watu hawatafanya kazi. Akiugua baba ndani, mama itabidi amhudumie, baba ndo ashinde kutafuta mkate kila siku, na familia yetu itakuwa inachangamka. Tumeshuhudia uwezo wa serikali yetu katika kupambana na magonjwa mengi sana, na hasa haya magonjwa ambayo yanajitokeza, ambayo yako duniani na yanajitokeza kwetu. Vipi kuhusiana na mpox? Kuna changamoto yoyote katika jitihada hizi za serikali kudhibiti ugonjwa huu, kwa maana ya vifaa, utaalamu na nini? Mpaka sasa kuna changamoto yoyote, pamoja na kwamba tunaona kesi yake ni ndogo, lakini tunajua kwamba jitihada zilianza muda mrefu. Wakati ambapo tumebaini hizi kesi mbili tulizonazo, kuna changamoto yoyote kwa maana ya vifaa, wataalamu, hasa kuanzia kwenye nyanja za chini kabisa kwenye jamii mpaka huku juu? Okay, asante mtangazaji. Nashukuru sana. Kama ulivyosema, ukishindwa kujipanga utapangwa. Lakini ukijipanga utaweza kwenda na nini. Kwa hiyo nashukuru serikali yetu, kwa sababu ya unajua dunia sasa hivi ni kijiji. Na serikali vile vile inajua kwamba na sisi wote tunafahamu kwamba magonjwa hayana mipaka. Sisi tunawekeana mipaka, tutapita immigration, lakini ugonjwa utapita tu kwa njia zake. Kwa hiyo kwa namna hiyo serikali kwa imejiandaa. Hata ukiangalia, labda nikurudishe nyuma tu kidogo. Zamani ulikuwa ukitokea ugonjwa wote ule, utasikia kuna ugonjwa umetokea ueleweki, sampuli zimechukuliwa, zimepelekwa labda Marekani au South Africa au Kenya, tunasubiri majibu. Umeona sasa ukiangalia sasa hivi hatusemi hiyo kitu tena. Sasa hivi tunasema bana, kuna ugonjwa, maabara zetu zimepima, tayari tuna majibu. Na hiyo kwa sababu pia uwekezaji wa serikali ni mkubwa sana. Ndio hicho nilikuwa nakisema kwamba sasa katika kujipanga, katika serikali yetu imejipanga katika namna hiyo. Kwa hiyo tuko mpaka sasa hivi hakuna upungufu ambao tutasema kwamba okay, tuna pungufu labda tuko tunaogopa. Hapana. Sasa hivi tunachokifanya tu kwamba kila kitu kinajulikana, kilikuwa hivi, ni kwamba okay, sasa hii tupeleke hapa, hii tupeleke hapa. Na ukiangalia hata mafunzo yenyewe, wataalamu wetu walishafundishwa mapema. Kwa sasa hivi tulikuwa tukumbushana, jamani,
hebu kwa hiyo umeshakumbushwa. Jamani, yale mafunzo tulipeana pale, unavuta mimi na database yangu. Bwana hawa ndio tuliowafundisha. Kwa hiyo ikitokea shida sasa hivi, huna haja ya kwamba imetokea shida Mkulanga kule, ukatafuta mtu kule, Mkulanga kule bana huko kuna issue. Watu wanaishughulikia. Kwa hiyo serikali imejipanga na vizuri sana kuhakikisha kwamba hili tatizo halitakuwa ni kero au halitaleta shida kwa wananchi. Kikubwa ni kwamba wananchi nao wasaidie katika nafasi yao. Kila mtu akicheza vizuri kwenye nafasi yake, basi hili tena nalo litapita kama yanavyopita mengine. Kwa hiyo maana yake ni kwamba wananchi hawapaswi kuwa na wasiwasi, waamini kwamba serikali yao iko kazini na inafanya kazi kwa kiwango kikubwa sana kuhakikisha kwamba tunapambana na ugonjwa huu kwa kiwango kikubwa kama ambavyo tumepambana na magonjwa mengine. Lakini sasa katika kuzungumzia wananchi, hapo ulipozungumzia kwamba ni vizuri pia na wao wakatimiza wajibu wao. Vipi kuhusiana na swala la uhamasishaji kwa wananchi? Kama wizara imechukua hatua ya kwenda sasa kwa wananchi wenyewe, ukiacha kujiandaa sasa kwenye sekta zenu za kimatibabu, za kitaalamu, au wananchi ambao ndio wanakutana, kuna kampeni za kuhamasisha kuhakikisha kwamba kwanza wanaelewa, lakini pili wanajua umuhimu sasa wa kuchukua hatua, kutoa taarifa, lakini pia kujikinga na kuwakinga wengine. Ninasema hivi kwa sababu tunapotembea kwenye miji yetu, kwa mfano mji wa Dar es Salaam unabeba watu wengi sana wanaotoka kwenye nchi mbalimbali, lakini kuna mikusanyiko. Hizi kampeni zimewafikia watu huko ili kujua wakati tupo kwenye mikusanyiko na tunaendelea na shughuli zetu, basi tuna wajibu wa kufanya yafuatayo: kujikinga, lakini pia kutoa taarifa na vitu kama hivyo. Mnatumia vyombo vya habari, lakini mnaenda huko. Hilo ni la kwanza. La pili, vitu kama sanitizer, labda vitu ambavyo vitasaidia. Mimi najua katika hili swala lazima watu, usafi ni kitu muhimu sana, kwa sababu mnagusana. Vitu kama sanitizer, kulikuwa na namba kubwa sana ya sanitizer kipindi ambapo tumekutana na janga lile la COVID. Je, sasa hivi vitu kama hivyo vipo kwa urahisi? Unaweza kutupitisha kwenye hilo? Asante mtangazaji. Kwanza niseme COVID ilitufundisha. COVID ilitufundisha na ikatupa kuna masomo mengi sana tuliyapata kwenye COVID. Nadhani kuna masomo mazuri na masomo mabaya, lakini kujifunza ni kujifunza. Unaweza kujifunza kwa maumivu au kujifunza ukiwa umestarehe. Kwa hiyo kwa kupitia hilo bohari yetu, nadhani unajua bohari ya dawa ya nchi hapa, mpaka ilifika kuwa inatengeneza hizo sanitizer, lakini mpaka ilifika kipindi wananchi waliruhusiwa kufungua viwanda vidogo vidogo kutengeneza sanitizer humu mtaani. Lakini kitu cha kuweza kukumbusha ni kwamba watu vile vitu visikae tu, kwa sababu pamoja unaweza kwa vitu vinapatikana, lakini watu kawa vitumii. Mfano kunawa mikono maji. Wakati ule nadhani wakati wa COVID tuliona watu tulikuwa tunanawa mikono, hata unaenda kupanda daladala unakuta station pale unanawa mikono unaenda kwenye daladala. Kwa kufuata ule utamaduni, lakini vifaa kwamba viwepo, yani leo hii katika nchi mtu anaweza kusema kwamba nimeshindwa, sijapata sanitizer. Labda useme kwamba zile za kwamba kugawa, hiyo ni habari nyingine, lakini leo ukienda hata kwenye duka la dawa tu la kawaida, kwenye hizi pharmacy za kawaida, unakuta sanitizer ziko pale ndani. Lakini kama umekwama hizo, sabuni zipo. Basi watu angalau kwenye maofisi, sehemu mbalimbali wanaweza kaweka sehemu, na hiyo haijaondolewa mpaka leo, kwa ajili ya kunawa watu mikono. Kunawa mikono na maji tiririka. Hiyo kitu ni cha muhimu sana kuweza kuhakikisha fanya. Na hili swala la elimu kwa jamii, wizara inatumia njia gani? Ukiacha tu njia nyingine, labda utueleze mpaka sasa hivi serikali imetumia njia gani kufikisha ujumbe kwa wananchi? Na nishukuru kwa sababu mpox imekuja hapa katikati juzi, lakini imetukuta tuko kwenye mapambano. Kwa hiyo ni ile tu kubadilisha note kidogo na vitu vingi vinafanana. Tuko kwenye mapambano ya Marburg. Kwa hiyo inaendelea, inatumia uhamasishaji wa mtaani ambao wanatumia magari itakupita maeneo ya mikusanyiko kwa ajili ya kutoa elimu. Hizo ni njia ambazo zimekuwa zitumika, lakini wenzetu wa RCCE, watu wa elimu kwa umma, ni pamoja, hata mimi niko hapa, ndio wamenileta hapa. Kwa hiyo katika mojawapo ya zile njia walizozitengeneza kwa ajili ya kufanya haya mambo ni pamoja na hii kuja kwenye vyombo vya habari, ambako tunajua watu wengi sana wanafuatilia katika hilo. Lakini kutumia magari, kutangaza, kutengeneza vipeperushi, hivi vyote vinafanyika. Na labda kuna kitu kimoja ambacho nilikuwa basi kukigusia.
ni kwamba katika upambano wa haya magonjwa ya milipuko kuna kitu ambacho huwa kinakuwepo serikalini au Wizara ya Afya kinaitwa pillars. Pillars ni kila sehemu ina mihimili yake. Mfano mimi niko maabara, pila ya maabara. Kuna pila ya case management ya kuhudumia wagonjwa. Yaani kishapatikana wale wagonjwa, mimi kazi yangu si kule, mimi naambia tu jamani 1 2 3 wana matatizo. Kuna pila ambayo itashughulika nayo kule. Lakini kuna pila nyingine ambayo inashughulika na kuweza kuwatambua kule, kutambua. Kwa yenyewe nayo ile nayo ina watu kule na vijana, tuna mpaka wa community health workers, tuna watu vijana ambao wanafanya kazi kwenye chini ambao wako wanaishi kwenye jamii kabisa. Wale nao ndo, na hata ukiangalia asilimia kubwa sana wanasaidia sana wale watu kuleta kuibua mtikisi. Kwa wale kule wanafanya kazi yake, huyu anafanya kazi yake. Huo ndo namna ambavyo serikali yetu imeweza kujipanga. Na huyu RCC naye anajitahidi kuhakikisha kwamba amepeleka matangazo, wanaandaa note vitu. RCC ni kwa faida ya watazamaji. RCC ni hawa watu wa elimu ya afya kwa umma. Okay. Yes, ambao wapo kwenye hizi nani ya. Kwa hiyo ni coordination au ni utendaji kazi wa pamoja ambao unakupa kila watu kwenye eneo lao wanafanya. Mimi kazi yangu kuhakikisha kwamba watu wameleta sampuli wapate majibu kwa wakati, ili mimi nikichelewesha kule watu watakosa huduma za mapema. Na yule naye akishapata naye kazi yake kuhudumia, kuhakikisha kwamba watu wapone warudi mtaa. Na kama ulivyosema, kutokana na uwekezaji wa serikali tuna uwezo wa wenyewe sasa kupata majibu ya matatizo ambayo tunayapata kwa haraka. Ukizungumzia maabara, wewe ambako upo, vipi teknolojia zinazotumika huko na vifaa tulivyo navyo? Ni kwa kiwango gani ni vifaa vya kisasa na teknolojia ambayo ni kubwa ambayo inatuwezesha kuhakikisha kwamba tunapata haya majibu kwa haraka sana na wataalamu wanaendelea kuyashughulika nayo kwa haraka pia? Sawa. Asante sana mtangazaji. Kweli tukishindwa kutambua au kutambua uwekezaji uliofanyika na nchi yetu, labda kama wale ambao wenzetu ambao hawajui nchi zingine zikoje. Lakini kama umeenda kwenye nchi nyingine utakuja kuona kwamba una kila sababu ya kushukuru serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kazi kubwa ambayo imeweza kuifanya. Kwanza tulikuwa na wafanyakazi, tumepata human resource, yani upande wa watu watendakazi wa maabara ya taifa. Tulikuwa na watu kama 40 ambao ukijumlisha ni wote, yani kuanzia wafanyakazi wote. Lakini wataalamu wa afya wale wa maabara walikuwa kama 20 na. Hiyo ni mwaka gani? Hiyo ni mwaka 2021. Lakini kuanzia hapo ikaanza uwekezaji. Nikwambie sasa hivi tuna wataalamu wa maabara ya taifa kama 95. Ukijumlisha hii miaka michache. Na ukijumlisha hapo na wale wataalamu wengine ambao sio wa maabara moja kwa moja kama supportive staff, nikizungumzia HR, nikizungumzia engineer, tuna ma-engineer, nikizungumzia drivers, nikizungumzia IT, tuko 100 karibia 150. Kwa hiyo kutoka kwenye namba 40 ambayo ilikuwa inajumlisha kila kitu mpaka kufikia kwenye namba 150 ni uwekezaji mkubwa. Hawa wote hizi ni ajira, na wengi sana wamekuwa ni ajira mpya, wengine wachache ambao wameweza kuhamishiwa pale. Kwa hiyo huo ni uwekezaji nataka kuzungumzia kwenye human resource. Lakini tukiangalia kwenye mashine, kwa maana ya vifaa nao kumekuwa na uwekezaji mkubwa sana. Tuna mashine pale kubwa. Tuna mashine nyingine ambayo mashine moja tu ina cost 1.3 billion. Mashine moja tu iko pale. Kwa hiyo ni uwekezaji ambao umefanyika mkubwa. Ukiangalia mashine moja ni Newton ngapi zile? Mashine moja iko pale inatumika, lakini wanaoperate hawa vijana, ukiangalia pale vijana wadogo wanafanya kazi. Nao yes, capacity building nyingine imefanyika. Vijana wamesomeshwa, wamepata capacity building ndani ya nchi, tumepeleka vijana nje ya nchi, tumepeleka nini. Kwa hiyo tumepata pool ya vijana ambao wanaweza wanafanya kazi, na sio tu kufanya kazi, wamekuwa inducted, wako very committed kufanya kazi masaa 24. Ndio maana maabara ya taifa inafanya kazi kwa masaa 24. Masaa 24 muda wote ule watu wapo kujira kufanya kazi pale. Kwa hiyo kimsingi tunapozungumzia maabara ya taifa na hasa kwenye masuala ya teknolojia na uchukuaji wa sampuli hizi, taifa liko salama. Yes. Na pamoja na vitu vingine tunachokifanya sisi pale, labda nizungumze, tunapo respond kwenye haya magonjwa tukai kwenye ile eneo. Vile tunaangalia ubora wa hizo maabara zingine nchini. Hizo ndogo zilizopo zote nchini. Kwa hiyo tuna namna fulani ambayo maabara ya taifa huwa inaziangalia zile maabara. Lakini tuna offer trainings, mafunzo.
Kwa tukiangalia kutokana na ule tukaona kwamba okay, kuna sehemu kidogo tunaona hapako vizuri. Tunafanya mafunzo. Kwa tuna mafunzo yale ya kuangalia mapungufu, lakini tuna mafunzo ambayo ya kutokana na uhitaji. Kama saizi labda wakati ule kuna mpox imeshafika pale au Marburg imeshafika pale. Hapo ni yale mafunzo ambayo hayahitaji, hayo ni ya moja kwa moja, yani hayahitaji kuangalia gap. Kwa hiyo kitu yote imekuwa inafanyika na maabara ya taifa, na ndio maana mpaka sasa hivi mpaka kufika juzi hapo tulikuwa tumeshafundisha watu halmashauri zote 184 za nchi hii, watu wameshafundishwa jinsi ya kuchukua sampuli. Okay. Kwa hiyo hakuna sehemu katika nchi hii watasema bana tumeshindwa kuchukua sampuli. Yeah. Asante sana. Maarifa ambayo umeyatoa hapa leo na yana faida kubwa sana kwa jamii yetu. Mtazamaji, ninaamini kabisa kwamba umepata maarifa makubwa sana kutokana na kipindi hiki na umejifunza mengi sana, na ninaamini kabisa kwamba huu hautakuwa mwisho. Neno lako la mwisho la kuzungumza moja kwa moja na Watanzania na wananchi kwenye jamii zetu kuhusiana na hili na kile ambacho unahisi kwamba unaweza kukipa msisitizo ili Watanzania wakakichukua moja kwa moja. Asante mtangazaji. Mimi neno langu la mwisho, wito wangu kwa Watanzania. Watanzania kwanza tujivunie uwepo wa wizara yetu ya afya na uwepo wa maabara yetu ya taifa afya ya jamii. Wito wangu ninaotoa, Watanzania tusikae na taarifa hasa za magonjwa au za kitu chochote. Unapoona kuna kitu cha tofauti, kuna ugonjwa wa tofauti, haijalishi ni hii mpox. Sasa hivi tunazungumza mpox, lakini mtangazaji, wakati tunapambana, tumeweka uangalizi wetu, tumeweka mifumo yetu kule Kagera ili tuweze kutambua ugonjwa wa Ebola ukitoka Uganda ukiingia nchini. Hatukupata ugonjwa wa Ebola, tukapata ugonjwa wa Marburg. Kwa hiyo tunapokuwa kwenye uangalizi, basi tuwe na jicho pana. Kwa Watanzania ndio wanaotusaidia kuangalia. Ukiona kuna nyumba zimetokea, watu wangapi wanakufa kwenye hiyo nyumba, usibaki na zile imani tu kwamba labda imetokea nini. Tutoe taarifa ili wataalamu waweze kuangalia. Lakini kwenye hili ugonjwa wa mpox kama ulivyoweza kuripotiwa upo, lakini tunaweza kukata usiweze kufika sehemu yoyote ile, wala usilete taharuki. Kikubwa tu ni kuhakikisha kwamba tuchukue hizo hatua ambazo tumeambiana, lakini kila mmoja afanye kazi sehemu yake kama vile ambavyo tunaweza. Taarifa ni kitu cha muhimu sana. Tukipata taarifa mapema, tuna akti mapema, tuna kati mapema, tunaendelea na maisha yetu kama kawaida. Asante sana Mbele, tunashukuru sana kwa kujumuika na sisi leo. Tunatamani tungeendelea kuwepo, lakini muda nao pia ni ukuta. Tunaamini kwamba kila ambapo tutakuhitaji au tutawahitaji, basi mtatupa mtaalamu kwa ajili ya kuungana na sisi, kwa sababu hii ni kampeni ambayo kimsingi tunataka kwa pamoja, sio tu serikali, sio tu wizara, lakini sisi wote tuna jukumu la pamoja kuhakikisha kwamba kampeni hii na elimu hii inawafikia wananchi. Kwa karibu tena kwa mara nyingine. Asante sana. Mtazamaji, hapa ndio mwisho wa kipindi hiki kwa leo. Ninaamini kabisa kwamba umepata taarifa na maarifa makubwa sana kutokana na kipindi hiki. Lakini jambo muhimu kabisa la kusisitiza, jitihada hizi zisibaki tu kwa serikali kupambana na magonjwa kama haya au ugonjwa huu wa mpox. Tunafahamu kwamba serikali inafanya jitihada kubwa na ina uwezo wa kuhakikisha kwamba magonjwa kama haya yasambai, na hata huu pia utapita kwa sababu ya jitihada ambazo serikali inafanya. Lakini pia kuna jukumu letu sisi kama Watanzania, kama wananchi kwenye jamii, kuhakikisha kwamba tunaisaidia serikali yetu kwa faida yetu binafsi, kwa faida ya familia zetu, lakini pia kwa faida ya taifa kwa ujumla. Nenda katoe taarifa kila ambapo unaona dalili hizo, lakini pia kwenda kwenye hizi zahanati au vituo vya afya ni muhimu sana kwa ajili ya kupata vipimo. Mwenyeji wako hapa ni Daudi Aidan, ambaye nilikuwa pamoja nawe toka mwanzo mpaka tunaelekea mwisho. Mpaka wakati mwingine tuungane kwenye vipindi vingine, lakini pia kwenye kampeni hii tutaendelea kuwa pamoja.